Ibana, story ya harusi ya GSM wa Katoro ni miongoni mwa story pia ambayo imeendelea kuchukua nafasi sana kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na namna ambavyo shughuli yenyewe ilikuwepo, na tunafahamu kwamba leo kinachoendelea kwa upande wa Kahama ni harusi kwa upande wa bwana harusi ambako ni nyumbani kwake sasa. Na miongoni mwa tukio pia ambalo limevutia watu wengi sana ni mpangilio wa harusi, namna ambavyo imefanyika, na tunafahamu kwamba tension yake ilikuwa kubwa sana. Watu wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu sana kwa sababu walikuwa wanazungumza na kudai kwamba kama send off tu ilikuwa vile, je, kwenye upande wa harusi itakuwaje? Kwa hiyo attention imekuwa kubwa na macho yote yameelekea Kahama leo kuweza kuangalia na kutazama kujua kwamba ni kitu gani pia ambacho kinaendelea huko. Sasa harusi hii imekuwa kipekee kidogo, namna ambavyo imeigusa jamii, na miongoni mwa tukio ambalo limefanyika na bwana harusi ambaye ni Boniface pamoja na Mona Lisa ni kurudisha kwa jamii, ambapo mara baada ya maharusi kutoka kanisani na waliamua kwenda kutoa msaada kwa watoto yatima, ambapo wamekusanya zaidi ya milioni 35 za kuchangisha papo hapo. Na hapo pia walichokifanya ni kwa ajili ya kununua mahitaji kwa ajili ya watoto ambao yatima, na kwa haraka tu mahitaji ambayo wameyakabidhi hapo katika kituo cha watoto yatima ni pamoja na magodoro ambayo ni 55 kwa idadi yake, lakini pia mafuta ya kupikia lita 100 pamoja na vinywaji na bidhaa nyingine nyingi sana ambazo wamefanikisha kwenda kukabidhi katika kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo imefanya harusi hii pia kuwa ya kipekee kabisa kutokana na mpangilio wake na namna ambavyo hawajaishia tu kutunzana pesa wenyewe kwa wenyewe, lakini pia wameamua kuigusa jamii kutokana na namna ambavyo pengine wameona kwamba ni sahihi katika harusi. Kwa hiyo imefanya harusi pia iweze kuwa ya kipekee sana. Inawezekana kuna harusi ambazo zimekuwa zikifanyika na zimekuwa zikifanya hivyo pasipo media na vitu vingine, lakini kutokana na ukubwa wa harusi imesababisha mpaka watu mbalimbali pia waweze kujua kuhusiana na namna pia ambavyo harusi imekuja kipekee. Kwa hiyo kongole kwao kwa namna ambavyo wamefikiria na kuwaza kwamba wanapaswa pia kuweza kuigusa jamii kutokana na kurudisha kwa watoto yatima kutokana na huu msaada ambao wameamua kutoa. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe pia channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Tuyamba Mgema, ilikuwa ni ndoto yetu na ilikuwa ni mawazo yetu kwamba Mungu akitubariki tukafunga ndoa, tukishatoka kanisani, wakati tunaenda kushiriki jambo letu, na sisi watoto yatima tuwawezeshe kidogo tulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu, na wenyewe wanafurahia. Kwa hiyo ni ndoto yetu, mimi na Mona Lisa au kwa sasa hivi na Mrs. Boniface Gobili. Kwa hiyo tumetimiza ndoto hii. Wapokee kidogo tulichokuja nacho. Pia ni washukuru wazazi wangu wote mliojitoa hapa kuongezea. Mungu awabariki sana. Basi familia ya Mr. Boniface Gobili